Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na sahaba zake na ahli zake na wote watakaoshika mwenendo wake mpaka siku ya malipo. Kwanza ninayo furaha kubwa kupata fursa hii adhimu ya kuja kuzungumza na kina mama wenzangu wa Kiislamu katika mkoa huu wa Morogoro. Mada ambayo nimepewa kuzungumza na nyinyi ni kuhusiana na mke mwema ni yupi? Yupi mke mwema? Sote tunafahamu kwamba ndoa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea sisi wanadamu na Waislamu kuwa nayo, makusudio makuu kabisa ya ndoa ni kupatikana utulivu. Mwenyezi Mungu analidhihirisha hili ndani ya Qur'an katika sura ya 30, suratul Rum, aya ya 21, pale aliposema wa min ayatihi an mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Na katika ishara zake Mwenyezi Mungu amewaumbia nyinyi hao wanaume wake. Kwa nini kawaumbia wake? Litaskunu ilaiha, ili wapate utulivu. Akajaalia baina yao hawa wawili mapenzi na huruma. Sasa mwanamke, kwa makusudio ya aya hii, Mwenyezi Mungu amemuumba ili awe kitulizo cha mwanaume, kwamba hajatulia mwanamume kama hana mke, lakini hajatulia huyu mwanamume mwenye mke kama hana mke mwema, kwa sababu huyu mke kama atakuwa si mwema ndani ya nyumba itakuwa ni pasua kichwa. Badala ya kupatikana utulivu zitaongezeka stress na vurugu za kila aina. Kwa hiyo makusudio ya mada yangu mimi ni kutaka kukuonyesha wewe mama wa Kiislamu ambaye umehudhuria hapa leo, mke mwema ni yupi, ili baada ya kuondoka hapa, kama wewe si mke mwema, basi ukajibadilishe na ukawe mke mwema. Kwa sababu ile furaha inayokusudiwa ya kuwa mwanamke mwenye furaha zaidi duniani haiwezi kupatikana kama mwanamke huyu hatokuwa ni mke mwema. Sasa kabla ya kuangalia huyu mwanamke mwema ni yupi, yaani sifa ambazo anapaswa mwanamke kujipamba nazo ili awe ni mwanamke mwema, kwanza tuangalie huo wema wenyewe unapatikanaje. Wema unapatikanaje? Yaani kwa namna gani huyu mwanamke anaweza kuupata wema? Wema unapatikana kwa mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni taufik ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo la pili ni kufanya juhudi katika kufikia huo wema. Wema unapatikana kwanza kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu. Sasa tunafahamu kwamba uongofu unatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akiamua kumuongoa mtu, basi hakuna anayeweza kumpotoa. Kama wema unapatikana kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, haina maana sasa kwamba huyu mwanamke akae
relax, aseme kwamba kwa sababu uongofu unatoka kwa Allah, basi Allah atanipa uongofu. Allah atampa uongofu yule ambaye ameutaka huo uongofu wenyewe. Allah atakufanya wewe kuwa mwema kama wewe mwenyewe umeutaka huo wema. Ina maana huu uongofu unatakiwa uombwe, kwamba wewe kama mwanamke, kama mama wa Kiislamu, ufanye juhudi ya kumbembeleza Mwenyezi Mungu ili ifike mahala sasa Mwenyezi Mungu aone kwamba mja wangu huyu anajitahidi katika kuniomba, anajitahidi katika kuutaka uongofu ili aweze kukupatia huo uongofu. Tunaambiwa kwamba wewe wajibu wako ni kufanya juhudi, lakini taufik inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya mambo mawili ya taufiki ya Mwenyezi Mungu pamoja na wewe kufanya juhudi ni vitu ambavyo vinakwenda pamoja. Kwani mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika moja ya hadithi, pupia katika yale yanayokufurahisha na umuombe msaada Allah. Ina maana kwanza wewe mwenyewe uwe na pupa, wewe mwenyewe uwe na jitihada, wewe mwenyewe uwe na sababu ambazo kupitia sababu hizo zitakufanya wewe uweze kupata uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini juhudi bila taufiki ya Mwenyezi Mungu haziwezi kuzaa matunda. Kwa hiyo kwanza unafanya juhudi, lakini pili unamuomba Mwenyezi Mungu msaada ili zile juhudi ulizozifanya basi ziweze kuzaa matunda na Mwenyezi Mungu akuwafikishe uweze kuwa mke uliyekuwa mwema. Kwa hiyo wema unapatikana kwa mambo hayo makubwa mawili. Kwanza taufiki ya Mwenyezi Mungu, lakini pili juhudi binafsi ya huyu mama, juhudi binafsi ya huyu dada, juhudi binafsi ya huyu mwanamke wa Kiislamu ya kutaka yeye kuwa mke aliyekuwa mwema, kwa sababu mke mwema ndiyo furaha ya kudumu ya mwanamume. Sasa tuje kwenye kuangalia sifa za huyu mke mwema. Katika kuziangalia sifa za mke mwema, tutaziangalia katika maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza, uhusiano wa mke mwema na Mola wake. Uhusiano wa mke mwema na Mola wake. Namna gani ambavyo huyu mwanamke mwema anahusiana na aliyemuumba. Lakini eneo la pili ni uhusiano wa mke mwema na mume wake. Tunaanza na eneo la kwanza, uhusiano wake na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sifa kuu ya kwanza ya kumfanya mke awe ni mke mwema ni namna gani ambavyo yeye anahusiana na Mola wake. Mke mwema anapaswa kuwa ni mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini kwanza anatakiwa ajenge mahusiano mazuri na Mola wake? Kwa sababu huwezi kuwa na mahusiano mazuri na binadamu mwenzio wakati una mahusiano mabaya na aliyekuumba. Huwezi kuwa mzuri kwa mume kama si mzuri kwa yule aliyekuumba na kukuleta hapa duniani. Huwezi kumtii mume ukweli wa kumtii kama kwanza haujamtii Mola wako aliyekuumba. Kwa kitu cha kwanza kikubwa na cha msingi kabisa ambacho mke mwema anapaswa kuwa nacho ni kujenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu. Mke mwema anapaswa kuwa mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala
anasema ndani ya Qur'ani, basi wanawake wema ni watiifu kwa Allah, wenye kujihifadhi hata wanapokuwa hawapo waume zao, kwa aliyowahifadhi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wewe kama unataka kuwa mke mwema, ili uwe ni sababu ya furaha ndani ya nyumba, kitu cha kwanza cha msingi kabisa ni kujenga uhusiano mzuri na yule aliyekuumba. Unajengaje uhusiano mzuri na yule aliyekuumba? Ni kwa kutekeleza maamrisho yake na kuacha yale aliyoyakataza. Mke mwema anatarajiwa kuwa ni mwenye kudumu katika ibada. Anatarajiwa kuonekana akitekeleza swala 5. Anatakiwa akionekana akifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anatakiwa akionekana akifanya juhudi katika sio tu kuisoma, bali kuijua Qur'ani na kuiingiza katika matendo. Mke mwema anatakiwa aonekane ni mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kila lake. Jema lake na baya lake, zuri lake na baya lake, yote anapaswa kuyaelekeza kwa Mwenyezi Mungu. Mke mwema anategemewa aonekane ni mwenye kumtegemea Allah kwa kila hali. Anapoamka amkumbuke Mola wake kwa kumshukuru, lakini kila analolifanya reference yake namba 1 iwe ni hili jambo ninalolifanya, Allah ameniamrisha hivi, ninavyolifanya ndivyo nilifanye. Mke mwema anapaswa kujikita katika kuvaa stara, ile stara ya kweli, sio stara ya vazi peke yake, kwa sababu stara ya vazi peke yake haitoshi kama huna ile stara ya kweli. Ndio unaweza ukakuta mwanamke wa Kiislamu katika stara ya vazi yuko vizuri, anavaa vazi lake vizuri, anavaa jalbibi lake zuri, anavaa nikabu na gloves mikononi na socks miguuni, lakini mbele ya mume wake yeye anamchiti. Anatoka nje ya nini? Nje ya ndoa. Unaweza ukaona ni kitu cha ajabu, lakini wapo wanawake wa aina hiyo, kwamba stara ya vazi anaivaa vizuri, lakini ile stara halisi haitekelezi. Mke mwema anategemewa kuonekana kwamba yeye anajikita zaidi katika masuala ya kiibada, masuala ya kutengeneza mahusiano mazuri na Mola wake. Mke mwema anategemewa awe ni mwenye kutoa zaka na sadaka. Mke mwema anategemewa kama ana uwezo, basi aitilie umuhimu ibada ya hija na ibada ya umra. Wanawake siku hizi mashallah, ukti amezungumza hapa, wanawake wanajishughulisha sana siku hizi na ujasiriamali. Lakini je, katika kufanya ujasiriamali huu una target ya kujiwekeza kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji na umra? Mke mwema anatakiwa mahusiano yake na Allah yawe mazuri. Haya mahusiano yako na Allah yakiwa mazuri, itakuwa ndio sababu ya kuyafanya mahusiano yako na viumbe wenzio akiwemo mumeo nayo yawe ni mazuri. Kwa hiyo sifa ya kwanza kubwa ambayo mke mwema anapaswa kujipamba nayo, anatakiwa kujenga mahusiano mazuri na aliyemuumba. Azihifadhi ibada zake, ahifadhi utiifu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atilia umuhimu mambo yote ya faradhi bila kuyasahau mambo yote ya sunna. Ina maana kwamba unapotekeleza ibada ya swala, asitosheke na kutekeleza swala 5 za faradhi, bali aongeze na swala za sunna za kablia na baadia, aongeze na swala za sunna za dhuha, amke usiku kwa ajili ya kumuomba na kumlilia Mola wake, awe mwenye kufunga za faradhi na funga za sunna, na awe mwenye kujitahidi katika kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwa kadri ya uwezo wake. Katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema,
Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema mwanamke pindi akiswali swala zake 5 na akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na akahifadhi tupu yake na akamtii mume wake, mwanamke huyu ataambiwa achague mlango wowote ule wa pepo au takao ili aingie. Ukitazama hadithi hii unaweza ukasema kwamba mwanamke kuingia peponi ni rahisi mno, si ndio Mambo mangapi yametajwa ndugu zangu? 4 tu. La kwanza kuswali swala 5. La pili ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. La 3 ni kuhifadhi tupu. Na la 4 ni kumtii mume. Lakini haya mambo 4 ukiyatazama kwa jicho la tafakur ni mambo mazito sana. Swala sio ile kuswali tu, bali swala ni kuilinda na kuihifadhi. Wengi miongoni mwetu wanawake tunaswali zile swala 5, lakini kuzihifadhi swala, hapo ndo pamekuwa na kipengele. Wengi miongoni mwetu hizo swala 5 zenyewe kuzitekeleza kwa kufata masharti yake na kwa kufata nguzo zake imekuwa ni kipengele. Wanawake tumekuwa na visingizio vingi sana katika kufanya ibada ya swala. Tukiwa harusini na swala haziswaliwi. Au nasema uongo? Mtu akishapiga makeup yake, muda wa swala umefika, ili aswali udhu umeshamtoka, manake lazima akatie udhu, si ndio Anasema sasa nikienda kutia udhu upya inabidi nifute kila kitu. Anaionea hasara ile makeup yake, kwa anaiakhirisha swala. Na wakati mwingine anaweza akaziakhirisha swala 3 akiwa katika shughuli ya harusi. Adhuhuri ikampita, alasiri ikampita, na magharibi ikampita. Akirudi nyumbani ndo atakwenda kufuta ili aswali swala ya Isha. Kwa kuswali haimaanishi tu ile mtu kuinama na kuinuka. Kuswali kuna maanisha ni mtu kuchunga mipaka ya swala. Kuna maanisha kuihifadhi ile swala yenyewe. Lakini ukija katika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, funga sio kuacha kula na kunywa. Funga ni kuchunga ile mipaka ya funga yenyewe. Ingelikuwa funga ni just kuacha kula na kunywa, funga ya namna hiyo kila mtu anaiweza. Lakini shughuli ipo kwenye kuchunga ile mipaka ya funga yenyewe. Hapo ndipo wanawake wengi tunapofeli. Na kikubwa kinachotufelisha ni midomo yetu. Kujizuia tusiseme uongo, kujizuia tusisengenye, kujizuia tusipige umbea, kujizuia tusifitinishe. Hapo ndipo panapokuwa na kipengele. Lakini ukija kwenye suala la kuhifadhi tupu, unapozungumzia kuhifadhi tupu, hasa katika zama tulizonazo hii leo, wallahi ni mtihani mkubwa mno. Wanawake 1% kubwa waliopo ndani ya ndoa wamekuwa si waaminifu. Mimi sometimes, baadhi ya muda, wanapenda kwenda kwenye vijiwe vya wanawake. Wanakwenda kwa kujifunza tu. Kwa naweza nikaamua tu niende saluni, wala sina shida kivile. Lakini nasema ngoja leo niende nikasukie wapi? Saluni. Zile saluni ambazo hazina mchanganyiko na wanaume. Ule muda wa lisali moja au lisali moja na nusu utakapokaa pale, utakayoyasikia
kwa wanawake wenzio, unaelewa kwa kiasi gani katika jamii yetu ya leo kumpata mke mwema ilivyokuwa ngumu. Lakini kijiwe kingine ambacho utavipata mambo mengi ya wanawake ni kwenye kuchora hina na piko. Unaenda kwenye kijiwe cha kuchora hina na piko, ukakae pale unasubiri mpaka uchorwe, mpaka umalize, mpaka ikauke, mpaka ifutwe, mpaka hivi. Siku moja nilikwenda kwenye kijiwe kimoja cha aina hiyo. Wamama ambao walipofika pale walikuwa wamevaa nikabu. Yani walipofika pale, yani mimi ndo nilikuwa naonekana sio Muislamu. Maana nimevaa tu baibui langu na himari yangu, sina nikabu, sina gloves. Nilikuwa naonekana mimi ndo Muislamu poa. Wenzangu waliingia, katika lugha yetu ya kitaalamu tunasema full capsulated. Yani amejifunika yote wote. Unamuona macho na macho yenyewe kati ya miwani. Lakini yaliyokuwa yanazungumzwa, inna lillahi inna ilaihi raji'un. Mwanamke wa Kiislamu hajui tulioko pale sisi ni kina nani. Hajui tunamjua ama hatumjui. Hajui tunamjua mumewe ama hatumjui. Lakini anathubutu kusema kwamba watoto wote watatu alionao ndani ya nyumba wote sio wa mume wake na mume hajui. Watoto watatu alionao wote sio wa mume wake na mume hajui. Kwa hiyo mume analea watoto watatu ndani ya nyumba, lakini wote sio watoto wake. Kwa hiyo unapozungumzia kwamba mwanamke anatakiwa kuhifadhi tupu, ni jambo, sio jambo ambalo ni Mwenyezi Mungu ama na mtume wake wanaweza wakasema kitu tu just wakasema. Lakini hao wanaotoka tu, mtu anakwambia akinizingua na mimi nafanya nini? Namzingua. Yeye huku ndani akijifanya amenuna, mimi naenda kutafuta mwanaume mwingine wa kumalizana naye. Hii shida kwenye umma wetu wa Kiislamu wa leo ni kubwa kweli kweli. Na wanaume asilimia kubwa haya mambo hawafanye nini? Hawayajui. Watayajuaje na wao kwenye vijiwe vya wanawake hawapo? Kwa hiyo suala sio tu kuswali. Suala sio tu kufunga. Suala sio tu kuhifadhi. Suala hili mpaka Mwenyezi Mungu akalidhaminia pepo kwa mwanamke mwenye kuhifadhi haya mambo manne. Maana yake haya mambo manne ni mazito kweli kweli. Kwamba kweli kama mwanamke ataweza kuswali swala 5 ukweli wa kuziswali. Swala Mwenyezi Mungu ameshasema ndani ya Qur'ani, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, kwamba swala ikiswaliwa vilivyo inamzuia anayeswali na mambo maovu na machafu. Lakini hii funga kama itafungwa kikweli, funga imekusudiwa kufanya nini? La'allakum tatakun, ili tuweze kuwa wacha Mungu. Ina maana kama mwanamke huyu atakuwa anafunga ukweli wa kufunga, funga hii itamfanya yeye kuwa mcha Mungu. Lakini kama huyu mwanamke atakuwa anajistiri kweli, anastiri aura yake kikweli, kwamba hana zaidi ya mume wake, huu ni utakaso, tena utakaso wa hali ya juu kabisa. Lakini ukija kwenye jambo la 4 la kumtii mume, hapo ndio kipengele. Hasa katika zama hizi tulizonazo leo, zama za maendeleo ya sayansi na teknolojia, zama za 50-50, kama wanawake na wanaume tunagawana nusu kwa nusu. Huo utiifu umekuwa ni hadithi, tena hadithi ambayo huenda baadhi ya wanaume walishaisahau miaka 10 iliyopita. Tukija katika eneo la pili,
uhusiano wa mke mwema na mume wake. Tunapozungumzia uhusiano wa mke mwema na mume wake, ina maana ya kwamba ili mwanamke awe mke mwema, basi awe ni mwenye kuhifadhi haki za mume wake. Mwanamke huyu anapaswa amhifadhi mumewe kwa kila hali. Amhifadhi katika ule utu wake mwanamume. Amhifadhi katika cheo kile ambacho mwanamume amepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amhifadhi mwanamume katika mali yake. Yani awe yeye ni mlinzi mkuu wa mali ya mwanamume. Unapozungumzia uhusiano wa mke mwema na mumewe, hapa tunapata mambo 8 ambayo mwanamke wa Kiislamu anapaswa kujipamba nayo ili ahesabike yeye kuwa mke mwema. Nitayataja na kuyaelezea japo kwa muhtasari, alafu kila mmoja atajipima yeye mwenyewe. Je, mimi ni mke mwema au ni mke tu just mke? Sifa ya kwanza, mke mwema anatakiwa kumfurahisha mume wake. Sifa ya pili, mke mwema anatakiwa kumtii mume wake. Sifa ya tatu, mke mwema hamtii uzito mume wake katika matumizi. Sifa ya 4, mke mwema hakufuru neema kwa mume wake. Sifa ya 5, mke mwema anatakiwa kumheshimu mume wake. Sifa ya 6, mke mwema anatakiwa kuwa mwadilifu kwa watoto wake. Sifa ya 7, mke mwema anatakiwa kubaki nyumbani. Na sifa ya 8, mke mwema hatoi siri za mume wake. Tunaanza na ya kwanza. Mke mwema anamfurahisha mume wake. Imepokewa katika hadithi na Abu Huraira radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa juu ya mwanamke bora ni yupi? Akajibu, ni yule mwenye kumfurahisha mume wake pindi anapomtazama, anamtii pale anapomwamrisha, haendi kinyume juu ya nafsi dhidi ya anayoyachukia. Hapa tunapata sifa ambazo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezitaja zinazomhusu mke bora. Ya kwanza akasema anapomwangalia mume wake anamfurahisha. Hii ina maana gani? Mke mwema anatakiwa awe qurrata aini kwa mumewe, kitulizo cha jicho la nini? La mume. Kwamba kama mume anataka kuona kitu cha kufurahisha, basi akimbilie wapi? Kwa mkewe. Pale kwa mkewe ndo atakiona kitu kinachomfurahisha. Maana yake ni nini? Huyu mke mwema anatakiwa atilie umuhimu muonekano wake mbele ya mume wake. Kama ni kupendeza, unatakiwa kupendeza zaidi mbele ya mumeo kuliko unavyopendeza mbele ya mtu mwingine yoyote. Mke mwema anapaswa sura yake iwe ni kuvutio cha mume. Anapaswa muonekano wake uwe ni kivutio kwa mume.
anapaswa mavazi yake yawe ni kivutio kwa mume. Anapaswa mume anapomsogelea basi amsikie hali ya kuwa akiwa ananukia vizuri. Si katika sifa za mke mwema kuwa anapendeza anapokuwa anatoka nje ya nini? Ya nyumba. Lakini anapokuwa ndani ya nyumba yake anakuwa mtu wa hovyo hovyo. Na huu ndio mtihani ambao tunao 80% hivi ya wanawake wa Kiislamu. Ukitaka kujua uzuri wa mwanamke wa Kiislamu, msubiri akiwa anakwenda harusini. Hapo the best of nguo itatafutwa, si ndio The best of kiatu kitatafutwa. Mapambo yote alionayo atayamaliza. Uso utatiwa wanja, utatiwa rangi ya mdomo, utatiwa makeup zote. Atafanywa, atamaliza mapambo yote. Masikioni hereni zitavaliwa, shingoni cheni itavaliwa, vidole vitatiwa pete, mguu utatiwa kikuku, alimradi mwanamke anatoka ngari ngari. Lakini mwanamke huyu hata akienda huko harusini alafu akarudi nyumbani kwake, akifika nyumbani kwake cha kwanza atakachokifanya ni kuondosha yale mapambo yote. Au nasema uongo jamani? Yaani yale mapambo yote ataondosha. Lile gauni zuri walikuwa wanastahiki kuona walioko harusini, lakini yule la azizi wake aliyeko pale ndani hastahiki kuona lile gauni. Kwa akifika cha kwanza atalivua lile gauni, alafu avae gauni ambalo mimi silipendi, linaloitwa gauni la kushindia. Gauni la kushindia sifa yake ya kwanza limepauka, pakimechanika. Gauni la kushindia kama ni kijora huku chini kina mpasuo. Gauni la kushindia hapa kwenye bega limefanya nini? Limechanika kwa sababu ananyonyesha, kwa hiyo linatanuka mpaka limefanya nini? Kwa hiyo waume zetu sisi wa Kiislamu stahiki yao ni kutuona sisi tukiwa kwenye magauni ya kushindia. Lakini yale magauni mazuri wanayaona yakiwa kabatini. Zile hereni wanaziona zikiwa zimewekwa kwenye kasha lake. Yale mapambo yote wao wanayaona yanaisha, lakini yanaishia wapi? Wao hawajui. Siku moja kuna dada mmoja alikuwa anataka kwenda harusini. Akaingia chumbani akajipamba vizuri. Baada ya kujipamba, mumewe alikuwa yuko sebleni. Anatoka sebleni, mume anamwambia, alifikiri rafiki yake ambaye mkewe alimwambia atakuja kumpitia. Anamwambia mwenzio yuko chumbani anajiandaa. Yaani mume anamwambia mkewe mwenzio yuko chumbani anafanya nini? Sasa mke alivyocheka akasema kumbe we mke wangu. Mume amemsahau mke wake mwenyewe, kwa sababu toka alipomuona amejipamba siku ya harusi hajamuona akiwa amejipamba tena. Hii ni dhulma mama zangu wa Kiislamu, na tumepoteza ile sifa ya kuwa sisi ni wake wema. Kama una mapambo, anayestahiki kuyaona mapambo hayo ni mumeo. Jamani, tunapaswa tuwe hivyo ili waume zetu wapate furaha, ili waume zetu wapate raha, ili waume zetu wajione hawajakosea kutuchagua sisi kuwa ni wake zao. Unapopaka hina iwe ni kwa ajili ya nani? Ya mumeo. Sio kukiwa na harusi wewe ndio unakumbuka kupaka hina. Unapokuwa unanunua nguo nzuri, kwanza anza kuivaa pale
ndani, upite mbele ya mumeo awe anakuona. Viatu vizuri vaa ukiwa ndani na mumeo akuone namna mguu wako unavyopendeza ukiwa ndani ya kiatu. Mavazi mazuri yenye kupendeza ni kwa ajili yao na si kwa ajili ya wenzetu walioko harusini wala wanaume walioko barabarani. Lakini sifa ya pili, mke mwema anamtii mume wake. Hapa kwenye utiifu kwa mume, kama nilivyosema mwanzo, kuna gogoro kubwa kweli kweli. Utiifu wa wanawake kwa waume umekuwa ni mdogo mno. Mke mwema anatakiwa kumtii mume. Katika kumtii mume, tunapaswa kumsikiliza maagizo anayotupa kwa heshima na taadhima. Tunapaswa, tunapokatazwa, tukatazike. Katika utii kwa mume, huruhusiwi kutoka ndani ya nyumba bila ya nini? Ya ruhusa. Katika utii wa mume, huruhusiwi kumuingiza mtu ndani ya nyumba ya mumeo bila mumeo kuwa na nini? Na taarifa. Lakini tujiulize sisi, kwa kiasi gani tunayafanya hayo? Mwanamke anatoka anavyojisikia yeye mwenyewe. Unamsikia kabisa mtu kwamba mimi ruhusa yangu baibui. Kwa sababu akishavaa baibui ndio kashapata ruhusa. Lakini wengi miongoni mwetu hatuombi ruhusa, bali tunatoa taarifa. Kesho kuna semina na mimi ndo nishalipia tayari. Umeomba ruhusa hapo? Kwa mama Mwajuma kuna harusi Ijumaa na sare nshakata. Umeomba ruhusa hapo? Umeshavaa baibui, umeshajikoki vizuri. Bwana mimi ndo ninatoka hivyo, naenda pale kwenye muhadhara. Umeomba ruhusa hapo? Hatuombi ruhusa, bali tunaaga. Lakini tunatakiwa age, bali tuombe ruhusa. Nini maana ya kuomba ruhusa? Kuomba ruhusa, unatakiwa uiombe katika namna ambayo unampa yule uliyemuomba option ya kuamua yes au no. Lakini sio umeshafanya maamuzi, umeshaandaa kila kitu, alafu naambia kesho kuna kitu fulani, au mimi ndo ninatoka hivyo, ili akukataze ulete ligi sababu ligi tunaziweza, si ndio Siku hizi wanawake tuna mtindo tunaita kifurushi. Yaani yeye akifunga kifurushi cha siku, wewe unafunga cha wiki nzima. Unajua kifurushi? Kununa yani. Kwa maana wewe ukimuudhi mume akakufungia kifurushi cha siku moja kwa sababu umemkera, wewe unamfungia kifurushi cha wiki nzima. Kisa umenyimwa ruhusa ambayo wewe mwenyewe ndio umekosea katika kuiomba. Kwa tunapaswa kuwa watiifu kwa waume zetu. Tujali ile nafasi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa. Katika mtihani mkubwa ambao upo katika utiifu kwa waume, upo leo hii kwenye haya maisha yetu ya 50-50. Kwenye haya maisha yetu ya mwanamke na yeye ana nguvu ya kiuchumi. Kwenye haya mafundisho ambayo tunapeana huko, kwamba na sisi pia tunazo fursa. Hadhi ulionayo, cheo ulichonacho kazini, elimu kubwa ulionayo kuliko mumeo, uzuri uliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kipato chako kuwa kikubwa, haipaswi kuwa ni sababu ya kutomtii mume wako. Sababu Mwenyezi Mungu amempa mume cheo cha hali ya juu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Mume ni kiongozi. Mtume sallallahu anasema, kama ingeruhusiwa mwanadamu kumsujudia mwanadamu
mwenzie, basi mwanamke angepaswa kumsujudia mumewe kila anaporejea katika nyumba. Hiki ni cheo kikubwa sana ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanamume. Kwa kama unataka kuwa mke mwema, kuwa mtiifu kwa nani? Kwa mumeo. Lakini tatu, mke mwema hamtii uzito mume wake katika matumizi. Mke mwema anapaswa kujua hali halisi alionayo mumewe, akijue kipato chake, ajue mume anamiliki nini, ana uwezo wa kipi na hana uwezo wa kipi. Kwa katika matumizi yako, jali kile kipato alichokuwa nacho mumeo. Usiweke demand kubwa kuliko uwezo aliokuwa nao mume, mwisho wake unamuingiza mume katika madeni yasiyokwisha. Lakini mke mwema hakufuru neema. Nini maana ya kukufuru neema? Wanawake sisi tuna tabia, mume utaishi naye miaka 10, lakini akija kukukosea mara moja, unamwambia mimi sijawahi kuona zuri lolote kutoka kwako. Ya kweli hayo? Hivi mtu ambaye hujawahi kuona zuri hata moja, unaweza kuishi naye miaka 10? Au umeishi naye mume miaka ulioishi naye, akitokea ameamua kukuletea msaidizi pale nyumbani, kukuongezea mke wa pili, basi wema wake wote unafanya nini? Unausahau. Kisa tu umeletewa nini? Msaidizi. Mimi mtu akiletewa msaidizi alafu akaleta mbwembwe, mimi namuona huyo ni mwanamke asiyejiamini. Sababu mwanamke asiyejiamini, anayejiamini huwa hamuogopi mwanamke mwenzie. Lakini nyingine, mke mwema huwa na heshima kwa mume. Anampa mume hadhi yake, anampa mume heshima yake, hamtolei mume maneno ya hovyo, hamtukani, hamkashifu, hamvunjii heshima kwa namna yoyote ile. Mama zangu, sisi wanawake wasomi tuna shida sana. Wanawake wasomi, yani mume anaweza akaa akamwambia kitu, kampa mawazo tu mazuri tu, sasa kwa sababu yeye amesoma na degree yake, ana masters yake, ana PhD yake, anaitwa dokta, anamwambia afu watu wafupi bwana na mawazo yao mafupi. Yani anadharau mumewe kwa sababu tu yeye ana elimu maybe kubwa kuliko elimu aliyokuwa nayo mume wake. Mume no matter yuko vipi, madhali ulikubali kwamba yeye ni mume wako, basi unapaswa kumheshimu.